Ngere Mugisha kutua ndani ya kikosi cha Young Africans. Hii ni kauli ambayo nadhani ni taarifa tuseme ambayo wana Young Africans wengi wanatamani kuisikia kuhusu huyu mchezaji Ngere Mugisha, kwa sababu amekuwa kwenye kiwango bora sana. Matter of fact, Young Africans wanahitaji aina ya wachezaji kama wale pale ambao wana uwezo kutokea pembeni na kutengeneza threat kubwa sana. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nimepewa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali na taarifa mbalimbali za usajili, zinaeleza kwamba Young Africans msimu huu atakuwa very busy kwa ajili ya kufanya usajili, kwa sababu wamekubali kwamba misimu hili mitatu kwenye madirisha yao wamezingua sana. So wanahitaji kuinject watu ambao wataenda kuifanya Young Africans ing'are upya. Na niamini mimi, ikiwa Young Africans watashinda ubingwa katika msimu huu, basi watakuwa wameshinda ubingwa kwenye machozi, jasho na damu. So kwa sababu timu nyingine zimeimarika big time. So Young Africans anahitaji kushikilia bomba kweli kweli mpaka anaenda kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Msimu unaokuja utakuwa ni mgumu zaidi, kwa sababu there is a big odds kwamba Simba wakaendelea kwa bora zaidi, kwa sababu wataongeza baadhi ya wachezaji, watasajili eneo la striker, wataongeza baadhi ya viungo, wataongeza baadhi ya fullbacks. Of course msimu unaokuja Simba wanaweza wakawa bora zaidi as well kwa Azam, japokuwa taarifa zinaeleza kwamba Fry Benge anaweza kaondoka ndani ya kikosi cha Azam FC, lakini hiyo haimaanishi kwamba zile talents ambazo ziko pale Azam zitaondoka, zitaendelea kusalia, na kama atapata kocha mzuri ambaye anaweza kuconnect dote, maana yake ni kwamba ana uhakika kuweza kushinda. So Ngere Mugisha, turudi kwenye point ya kimsingi. Ni kweli kwamba Ngere Mugisha anaweza kutua Young Africans. Before hatujazungumza kuhusu Ngere Mugisha kutua Young Africans, wacha tumtazame kwanza yeye, Jean Claude Ngere Mugisha, ambaye ni winga hatari, raia wa Burundi anayecheza kwenye klabu ya Al Hilal ya Mtumani ya Sudani, na ana nafasi kubwa ambazo amecheza katika msimu na ana uwezo mkubwa sana na takwimu zake ni nzuri. Tazungumzia eneo ambalo anaweza kucheza, lakini pia tutazungumza pia namna ambavyo msimu amekuwa na takwimu sana nzuri sana na kile ambacho alichokifanya. Sasa Ngere Mugisha, uwezo wake uwanjani kwanza ni upi? Ni mchezaji ambaye ana ubunifu na kasi. Tunazungumzia dribbling and pace. Ngere Mugisha ni winga wa kisasa ambaye mwenye kasi ya hatari na uwezo mkubwa sana wa kupiga chenga. Tunazungumzia dribbling skills. Na rekodi za hivi karibuni za michuano ya CAF zinamtaja kama mmoja wa wachezaji ambao wanaongoza kwa kukokota mpira na kuacha mabeki chini na kwenda kuleta hatari. Unajua kuna wale wachezaji ambao wanafanya haya yote na wanashambulia vizuri, wanachukua mipira vizuri, end product yao inaonekana kutokuwa mzuri. Lakini pia ni ufundi na mbinu. Tunazungumzia technical na tactical ability. Ni moja kati ya wachezaji ambao wako kwenye passing game. Mguso wa kwanza, tunazungumzia ile first touch yake, ni mashaallah kabisa. Ni mchezaji ambaye anaweza kukua ndani ya ule mguso wa kwanza peke yake. Mara nyingi waga tunasema player utamjua kwenye mguso wake wa kwanza. Unaeleza vingi. The way ambavyo anavyo control mpira, the way ambavyo anavyochukua mpira na kuweka kwenye himaya yake. Ana uwezo wa kuwa tunazungumzia press resistance kwa kiasi gani, kwa sababu kuna aina ya mawinga ambao first touch yake ni nzuri, lakini akipelekewa pressure there is a big odds kwamba anaweza akaupoteza ule mchezo. Lakini Ngere Mugisha ni bora kwenye hilo eneo kwamba atareceive mpira vizuri, lakini ni press resistance. Wewe mpress jinsi unavyotaka, lakini yeye ana uhakika kwamba hauwezi ukachukua huu mpira kutoka kwenye mikono yangu, sio? Kwenye miguu yangu. Lakini pia rekodi za hivi karibuni zinaonyesha kwamba ni bora kwenye ile eneo, na anajua kusimama kwenye mstari wa pembeni kwenye touchline ili kumvuta beki pembeni na mpinzani na kutengeneza nafasi kubwa sana eneo la katikati. Tunazungumzia ile pitch stretching, kuweza kutanua uwanja kwenye mapana. Kwa mfano kama Yanga wana hiyo shida sometimes. Unakuta timu inacheza sana eneo la katikati, hawaitanui timu kwenye mapana. So ukiwa na winga ambaye ni bora, ni hatari, akaupanua match kwenye mpira uwanja kwenye mapana hivi, akaenda kusimama kwenye touchline, maana yake tayari kwa ubora wake na uimara wake lazima watu wataenda kule kumkaba. The way ambavyo anavovutika kumkaba ndivyo anavyoweka distance ile eneo la katikati na kuweza kusaidia watu ambao wanaweza kuattack hizo zone waweze kufanya hiyo kazi kwa haraka. Ni moja kati ya mbinu kubwa sana alionayo, na ndio maana nikazungumza kwenye eneo la technical pamoja na tactical ability. Lakini pia ana uwezo mkubwa sana wa kufunga na kutengeneza nafasi.
Hii ni silaha kubwa sana pale Omdurman kutokana na uwezo wake wa kupiga mashuti na kufunga mabao muhimu kwenye michezo kubwa kama alivyowahi kuwafunga Mamelodi Sundowns, TP Mazembe kwenye CAF Champions League. Kwa michezo aliyocheza kwenye timu ya taifa amecheza michezo 8, dakika 667, amefunga magoli 3 na kutoa asisti 1. Lakini kwenye ligi mbalimbali kwenye ligi ya Rwanda ambapo Ngire Mugisha amecheza, kwa sababu ligi ya Sudani haiko, kwa ujumla wake amehusika kwenye mabao 21 kwenye mechi 21. Yaani amefunga mabao takriban 10 na kutoa asisti 11 kama nitakuwa sahihi. Michezo 21 amehusika kwenye mabao 21. Sio takwimu za kawaida hata kidogo. Ni moja kati ya takwimu ambazo naamini kila mmoja anatamani kuwa na mchezaji kama huyo. Sasa Jean-Claude Ngire Mugisha anasimamiwa na kampuni ya wakala wa wachezaji inayojulikana kama ACM International. Kampuni hiyo ndio inayoshughulikia masuala ya mikataba na uhamisho, ambao kwa sasa anahusishwa sana na ofa kutoka ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo huyu ndio mchezaji ambaye Young Africans wamekuwa kizungumza. Kwa mujibu wa meneja wa Jean-Claude Ngire Mugisha, anasema bei ya Ngire Mugisha sasa hivi ni takriban bilioni 3. Yani kama unaweza ukamchukua Ngire Mugisha, kama unamhitaji Ngire Mugisha, make sure kwamba una bilioni takriban 3. Na nilikuwa najaribu kuangalia kwenye transfer market na wao wamemrate kwenye rate ya juu sana, japo si kwa kiwango hiko ambacho nilitarajia. Inawezekana hawajamu update kwa sababu wao wanamwekea thamani yake wameiweka ni euro 75,000. I think ni ndogo sana, ni ndogo sana, kwa sababu jamaa kwenye CAF Champions League amecheza mechi 10, amefunga magoli 2 na kutoa assist 2. Ameanza kwenye kikosi cha kwanza kwa 83%. Dakika alizocheza ni 77. Asilimia kuhusika kwenye mabao ni 27%. Unaniambia je, mchezaji anauzwa euro 75,000? Hapana, haiwezekani. I think kuna kitu ambacho hakiko sawa kwenye transfer market kwenye ile eneo lake, kwenye currency value, lakini value jamaa ni kubwa sana na bado ni mdogo. Ana miaka takriban 21 pekee yake kwa sababu amezaliwa 2004. Wao wanachosema mchezaji anauzwa takriban bilioni 3 na Young Africans wao walitenga kiasi cha bilioni 1.5 kwa ajili ya kuinasa saini ya Ngire Mugisha. Meneja anaweza kukataa, lakini lisemwalo lipo. Kama Young Africans wanaweza kusukuma, walisukuma wakampata Alan Okello, wanaweza kusukuma pia kumpata Jean-Claude Ngire Mugisha. Siwezi nikakuahidi kwamba kweli Young Africans watafanikiwa kumsajili Jean-Claude Ngire Mugisha, ila ninaweza nikakwambia anything can happen in any au kikubwa zaidi ni kuendelea kusubiri na kuona. But for now, wacha nikwambia hakuna biashara iliyofanyika kati ya Young Africans na Omdurman, although Young Africans wameonyesha kila jitihada za kumpata Ngire Mugisha. Mimi naitwa Almachus Kanyaso. Sasa usubscribe, kucomment, kulike na kushare in case hii issue umeipenda sana. Asante na bye bye.